Toka asubuhi mimi nimemuuliza, wewe toka asubuhi mpaka jioni unaandika tu majina ya watu. Unajisikia raha gani hujaita hata jina moja mpaka sasa hivi? Na watu tunaondoka siku inaisha. Hatuelewi watoto wetu watakula nini. Yuko wapi yule anayesikia watoto? Huyo bwana hapa. Shida ni nini? Unataka kuniambia jambo, si ndio? Ndio nitaka kuzungumza jambo. Ndio. Mimi nilikuja siku ya Jumamosi hapa. Ndio. Nikafuata hatua karibia zote ambazo zilitakikana hiyo Jumamosi. Ndio. Baada ya kuondoka hapa na kuambiwa leo ndo nitashughulikiwa, nilipofika hapa utaratibu sasa umebadilika. Umebadilikaje? Ikaonekana jana jioni wakasema mle ndani watu waandike majina. Ndio. Mimi niliambiwa wewe usiandike jina kwa sababu tayari karatasi zako nazo. Shughuli zako zinaendelea. Pole mama. Nikasema okay sawa mama. Leo nimekuja nimeambiwa kwamba tunaanza na majina ya wale walioandika jana kabla hatujaondoka hapa. Sogea kidogo utagonga tena. Nimekaa hapo. Baadaye ikabidi na mimi niandike jina hapo. Nilikuja jana lakini leo nimeandika jina hapo la 158. Nikaambiwa wanaitwa watu wachache kuingia humo ndani. Lakini kati ya yale majina yule anayeita yuko wapi? Yuko subiri kidogo. Anayeita yuko wapi? Yuko namba ngapi sasa hizi? Nataka nipitie moyo, inawezekana pengine anakaribia. Hata kwanza hujaitwa hata moja, hujaitwa hata moja. Hata moja. Namba 22. Waziri naomba nimalize. Baada ya kusema kwamba natuandika majina atuite, mpaka sasa hivi tunapozungumza toka asubuhi tumekauka hadi midomo hatujala kitu. Hakuna hata jina moja ameita. Sasa nilichogundua kitu kimoja kwamba wanatoka watendaji huko ndani wanakuja huku, sijui kuna watu wanafahamiana nao au ni ndugu au nini, wanaingia huko ndani, shughuli zao zinaenda. Sisi ambao hatuna rafiki, hatujuani na watu humu, hatuhudumiwi, tunaambiwa tukae tu hapa kwenye mti. Sasa toka asubuhi mimi nimemuuliza, wewe toka asubuhi mpaka jioni unaandika tu majina ya watu. Unajisikia raha gani hujaita hata jina moja mpaka sasa hivi? Na watu tunaondoka siku inaisha. Hatuelewi watoto wetu watakula nini. Yuko wapi yule anayesikia watoto? Huyo bwana hapa. Kwa hiyo watu imeanza tayari yale mambo ya rushwa uliozungumza. Nafikiri anapita chini kwa chini. Ndio kinachotatibu ndio. Liko wapi daftari lako? Daftari la kwanza ni hili hapa. Ngoja hili limejaa. Nionyeshe peji ya mwisho iko wapi? Hata mtu mmoja hajaitwa. Hili hapa. Hata mtu wa kwanza ambaye 320. Okay, hili la kwanza. Hili ndo la kwanza. Hili ndo la kwanza. Alafu hili haya ni waleo. Okay. Hao ni waleo. Waleo wako wapi? Wameanzia hapa. Yaani wameanzia hichi kidaftari. Ndio naelewa. Wameanzia hapa, si ndio? Haya, ulivyoanza kuita umeanza wapi kuita? Sijaanza kuita majina ya nanili baada ya asubuhi ile. Kwa maana yake watu 329 hujaanza kuita. Mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wanaohudumiwa wale ni walini? Wale ni wajana ambao waliacha fomu zao za majirani. Waliacha fomu zao za majirani. Na karatasi ambazo tukatuandikia majina ni namba. Haya, swali. Baba, wewe ulileta karatasi zako za majirani hapa? Ndio, kila kitu ninacho. Taratibu tu. Ulileta na kukabidhi karatasi zako za majirani hapa? Ndio. Ulipewa namba? Si ndio namba? Namba ilikuwa ni jana. Leo tumeandika tu. Ndio, subiri tu. Mimi nimeongelea wewe kisio kuwepo. Kwa nini uliuliza ninajua nilichokisema. Wewe ulitoa nini? Namba au jina? Mimi nimeandika majina. Ulitoa nini? Ulitoa nini kwa watu? Kwa leo tumeandika tu orodha ya majina. Hapana. Namba ndo ameandika jana. Kwanza nimefurahishwa sana na mwitikio mkubwa wa wananchi kuja hapa kuja kuomba hati. Nimejiridhisha kwa kupita kila hatua na nimetoa maelekezo katika kila hatua. Hatua ya kwanza ya kufungua akaunti haina shida. Ila hatua ya pili ya kuskani pale nimetoa maelekezo. Nimekuta mtumishi mmoja ambaye hawezi kuhimili kazi kubwa iliyokuwepo. Nimetoa waongezo wengine wawili wawe watatu, shughuli iendelee. Hatua ya tatu pale nimeona haina changamoto na walio wengi wanaridhika na huduma. Tena wakaniambia unatuchelewesha, nenda mbele. Mimi nikakubali nikaenda. Nimeenda hatua ile pale ya kwenda kuandikisha au kurejista hati. Wale wameniambia miamala yote imefika na hati ziko katika hatua ya kuandikishwa. Naombeni sana na watieni nguvu kuwa mko eneo sahihi, mtahudumiwa, ila tu kwa sababu tulisema kliniki inaisha kesho. Nimeshawasiliana tayari na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Daktari Leonard Hakulapo. Ameruhusu kliniki hii iendelee mbele mpaka siku ya Jumamosi. Kwa hiyo naombeni wataalamu wangu mujipange. Na hivi ninavyowaomba, Mama Samia alisema
fanyeni kazi kwa utu, fanyeni kazi kwa utu ili watu wangu wawe na tabasamu katika maisha yao na serikali yao. Ninachowaomba nyie, muwe wavumilivu, muwe wavumilivu, muongeze nguvu ya kujitoa, lakini muongeze uaminifu. Msikubali kumhudumia mtu bila kufuata utaratibu. Watu hawa mtawahudumia wote bila kinyongo. Kama mna utaratibu wa kuwahudumia, utangazeni utaratibu wenu ueleweke. Kila mmoja anajua akifika asubuhi aanze wapi, amalizie wapi, na msifanye kificho. Mkifanya kificho bila kumpa mtu taarifa, ndio anaanza kukutuhumu kuwa wewe una hujuma na zoezi hili. Hili zoezi ni la Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoapa kuwatumikia Watanzania kwa usawa, na ni haki yenu. Kupatikana kwa hati ni haki yako. Naombeni sana wahudumieni Watanzania hawa kwa upendo mkubwa.